SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Kwanza mimi nishukuru sana, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii ambayo ameileta, lakini pia nimshukuru sana Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa imani yake kwangu kuweza kuniteua tena kwa mara ya pili kushiriki katika chombo hichi muhimu cha kutunga sheria kwa maana ya Baraza la Wawakilishi. Kazi ambayo imefanyika katika kipindi kilichopita hatuna haja kueleza sana, tayari kila mtu anajua, anaona miundo mbinu kubwa sana ambayo ndiyo fundamental kwa kunyanyua uchumi wa nchi. Kwangu mimi nchi hii kama kisiwa, kwa kweli Mheshimiwa Rais anafanya mambo makubwa sana na mazuri, na matarajio yangu ni kwamba katika kipindi hichi cha miaka mitano inayokuja haya ambayo yamefanyika yatarudi maradufu na kuhakikisha kwamba wananchi wetu wa Unguja na Pemba wanakuwa na maisha bora zaidi, maisha ambayo kwa kweli yatawafanya wao waweze kujiajiri, waweze kunyanyua uchumi wao, lakini uchumi wa nchi pia kunyanyuka. Kitu kimoja ambacho ni muhimu sana kwa sasa ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaiunga mkono serikali yetu, wanakuwa pamoja katika kujenga uchumi wa nchi hii, kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye atatoka nje kuja kujenga nchi hii, ni sisi wenyewe. Tumuunge mkono rais wetu, na sisi kama wasaidizi wake katika chombo hichi cha Baraza la Wawakilishi tutahakikisha kwamba tunamuunga mkono na tutahakikisha kwamba yale malengo yake na yale matarajio yake yanatimia. Mimi naitwa Nadir Abdul Latif Alwardi, mteule wa Mheshimiwa Rais wa Wawakilishi Zanzibar. Nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa dhati kabisa kwa imani yake kubwa sana kwangu, na mimi namwahidi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitaitumikia nchi yangu, nitamtumikia na yeye na nitailinda katiba yote ya Zanzibar na ya Baraza la Wawakilishi kwa ujumla. Ahadi yangu kwamba nitahakikisha kwamba kila linalopaswa kuitetea nchi yangu, kuitumikia nchi yangu, basi inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitaitumikia. Nitumie nafasi hii kipekee sana nimshukuru sana Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi. Kwa hakika hii aliyotufanyia yeye katuonyesha imani. Kama kiongozi wetu, mimi mmoja kati ya watu ambao katika nafasi zake 10 ameonyesha kuwa amenipa imani, na nyote mashuhuda kwamba alinipa dhamana. Nilikuwa na dhamana kwa kipindi chote cha miaka hii mitano ya nafasi ya ukuu wa mkoa, tena wa mkoa huu wa serikali mjini Magharibi, na sote tunafahamu ugumu na uzito katika nafasi kama hii, hasa katika vipindi hivi ambavyo vimepita. Ni dhahiri ninachoweza kukisema, kwanza baada ya kusema alhamdulillah, lakini pili nimshukuru sana kwa kuniamini, kuendelea kuniamini. Na sasa Mheshimiwa Rais inaonekana baada ya kufanya jambo hili, basi ameona vizuri naweza kuja kumsaidia kwenye chombo hiki cha kutunga sheria katika kuhakikisha tunawakilisha vizuri chombo hiki. Kwa sasa niseme kwamba na nimpe ahadi kwamba Mheshimiwa Rais hatajutia, hatajilaumu, hatutamwangusha. Mimi pamoja na wenzangu ambao nafasi hizi 10 lakini tumepata almost nafasi 8. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema kwamba tuna kila sababu ya kuona kwamba kile ambacho anakitarajia Mheshimiwa Rais ndani ya chombo hiki cha kutunga sheria kwa maana Baraza la Wawakilishi kinatendeka, na Wazanzibari wanapata maslahi mapana. Inshallah Mwenyezi Mungu akipenda, na sisi tutatumia nafasi hiyo kumsaidia Mheshimiwa Rais, lakini pia kulisaidia Baraza la Wawakilishi kuhakikisha zile dhamira za serikali yake, lakini dhamira za baraza lenyewe na wananchi kwa ujumla wa Zanzibari zinafikiwa. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuona na mimi ni miongoni mwa wale ambao tutaungana pamoja na wenzetu katika chombo hiki cha kutunga sheria ambacho sasa ndicho kitatoa mwelekeo wa sheria pamoja na sera ambazo zitaenda kutekelezwa na serikali. Binafsi kama mjumbe wa Baraza la Wawakilishi ninaahidi kwamba nitashirikiana na serikali ambayo Mheshimiwa Rais ataiunda
kuona namna bora ya kuyatekeleza kwanza hususan ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeainisha mambo kadhaa, priorities 10 ambazo ziko katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kubwa zaidi suala la amani na utulivu, lakini kujenga uchumi pamoja na uchumi wa nchi kwa ujumla na wananchi. Lakini ahadi za Mheshimiwa Rais, ni lazima sisi kama wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kuona namna bora ya kusaidia Mheshimiwa Rais kufikia utekelezaji wa ahadi zake ambazo amezitoa kwa wananchi, na wananchi wakampa imani yake kwa asilimia hizo karibu 75. Kwa hiyo tutaungana pamoja na wenzangu kuhakikisha kwamba yale yote ambayo Mheshimiwa Rais ameyatamani kwa Zanzibar katika kipindi cha miaka 5 tunayatekeleza kwa nguvu yote, ikiwemo vile suala la kuwa na sheria bora ambazo zitakwenda kutekeleza yale ambayo yeye mwenyewe anataka yatekelezwe na tufikie, ambapo katika mwaka 2030 ameainisha namna gani tunataka kwenda kama nchi, kiuchumi, kisiasa, kijamii pamoja na kiutamaduni. Nikushukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi. Niwashukuru wananchi wenzangu wote katika dhamana hii ambayo Mheshimiwa Rais ameonyesha imani yake kwangu kwa ajili ya kuwatumikia wananchi wenzetu. Naomba niseme kauli yangu moja: tuendelee kuhubiri amani, upendo, umoja, mshikamano, tukiamini kwamba Zanzibar ni ya kwetu sote, tukiamini serikali hii itakayoundwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ni serikali ya kuwatumikia Wazanzibari wote, naye ni rais wa wote, na sisi ambao tumepata dhamana hii ya kuwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi tutaisimamia serikali kwa lengo hilo la kuhakikishia ni serikali inayotumikia wananchi wote bila kujali jambo lolote, ili mwisho wa siku kila mmoja ajisikie furaha kuitwa mwananchi wa nchi hii, kila mmoja aone fahari ya kuwa sehemu ya kupata mafanikio na yale matarajio yanayotokana na serikali na watendaji wengine tuliopewa dhamana ndani ya vyombo mbalimbali ikiwemo hichi chombo cha Baraza la Wawakilishi. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.